Iran imesema kwamba wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki ulimwenguni IAEA ipo hatarini kutokana na uchokozi unaofanywa na utawala wa Israel pamoja na Marekani na kuhalalisha kufanya chochote watakacho katika mataifa mengine duniani. Mkuu wa shirika la nishati ya atomiki la Iran amesisitiza katika mkutano mkuu wa 69 wa wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA kwamba mashambulio ya Marekani na utawala wa Israel dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran si tu kuwa ni jinai na uoga, bali pia ni shambulio la moja kwa moja dhidi ya wakala huo na mfumo wake wa ulinzi. Mohammad Eslami, mkuu wa shirika la nishati ya atomiki la Iran, amesema hayo katika hotuba yake katika mkutano huo, ambapo amebainisha misimamo ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika masuala ya nyuklia. Eslami amesema wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki uko katika wakati muhimu katika historia yake. Mkataba wa kuzuia uenezaji wa silaha za nyuklia NPT na sheria za kimataifa ziko hatarini kutokana na hatua za kichokozi za utawala wa Israel na Marekani. Hii ni wakati utawala huu haujajiunga na NPT, unazuia kupatikana kwa Mashariki ya Kati isiyokuwa na silaha za nyuklia na pia unaendeleza zaidi silaha zake za nyuklia. Kwa bahati mbaya, hatua hizi kinyume na sheria za kimataifa zinafanywa kwa msaada au angalau ukimya wa baadhi ya nchi na za Magharibi, amesema Eslami katika sehemu nyingine ya hotuba yake. Mkutano wa kila mwaka wa Baraza Kuu la Wakala wa Kimataifa wa Nishati ya Atomiki ulianza jana Jumatatu mjini Vienna na utaendelea hadi siku ya Ijumaa. Mkutano huo unachukuliwa kuwa mojawapo ya matukio muhimu zaidi ya kuunda sera katika nyanja ya nishati ya nyuklia. Ndani yake, mabalozi na maafisa wakuu wa nchi wanachama watajadili masuala kama vile bajeti, shughuli, ushirikiano wa amani wa nyuklia na mambo mengine mengi kuhusu suala zima la nyuklia na namna ya ulinzi wa masuala ya nyuklia, hasa mataifa ambayo yameanzisha vituo vya uzalishaji wa nyuklia ulimwenguni. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.